Uchunguzi unafanywa kubaini zaidi yaliyopelekea kuuawa kwa binti mmoja ambaye mwili wake unadaiwa kupatikana pamoja na aliyekuwa meneja wa teknolojia na mawasiliano katika tume ya uchaguzi nchini IEBC Chris Msando. Japo haikubainika mara moja aliyojiri, binti huyo kwa jina la Marian Wairimu anasemekana kushinda na dadake siku nzima kabla ya kuachana naye katika nyakati za jioni. Mwanahabari Nick Wambua alikuwa sehemu ya Gashie, kaunti ya Kiambu, katika kufuatilizia nyayo ya safari ya mwisho kwenye mauaji hayo tata. Uchunguzi wetu ulituelekeza katika mtaa wa Gashie, kaunti ya Kiambu, kufumbua fumbo la mwanadada anayedaiwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na aliyekuwa mkurugenzi wa teknolojia na mawasiliano mwenda zake Chris Msando. Kulingana na dadake Jedida Ngumbu, Ijumaa ya kupotea kwa Marian Wairimu wa miaka 21 walishinda pamoja jijini Nairobi kuanzia mida ya saa 4 asubuhi. Jioni ya Ijumaa, Jedida alifunga safari kurudi nyumbani kwao Gashie kabla kupata taarifa za Jumatatu kwamba mwili wa mkurugenzi wa teknolojia na mawasiliano katika tume ya IEBC Chris Msando ulikuwa umepatikana mtaani Kikuyu. Kando na mwili wa Msando ulikuwa ni mwili wake Marian Wairimu Ngumbu. Inadhaniwa kwamba wakati wa kifo cha Wairimu alikuwa katika mafunzo ya ushirikishi yani attachment huko Naivasha, na alikuwa mwanafunzi katika chuo cha mafunzo ya udaktari katika mtaa wa Karen. Inadaiwa kwamba taarifa za kuishi kwa binti huyo katika mtaa wa Roysambu ni uvumi tu, kutokana na sababu eti gari la Msando lilipatikana eneo hilo siku ya jana. Tukio ambalo sasa linaibua maswali ni kwa sababu gani wauaji wa Msando na bibi huyu wakaamua kuliegesha gari la Msando Roysambu? Je, wakati wa mauaji wawili hawa walikuwa pamoja ama ni sadfa miili yao imepatikana pamoja? Je, ni mpango wa mauaji katika kuzua taarifa za mahusiano ya kimapenzi? Kwa sasa mwili wa mwanadada huyo uko katika mikono ya maafisa usalama. Babake marehemu David Ngumbu amezuiliwa kuona mwili wa bintiye, ila dadake Jedida Ngumbu aliuona na kuthibitisha kwamba kweli ni mwili wa mdogo wake. Kwa ufupi, ni fumbo tu, sio kwa wenyeji bali pia asasi za uchunguzi ambazo zimeanza mchakato wa kubaini ukweli. Nick Wambua, KTN leo, Nairobi.